Nashukuru Bwana kwa sababu ya mchana wa leo, na nataka nishukuru Bishop kwa sababu ya kunipa mwaliko huu. Sichukui kama ni kawaida, ni neema ya Mungu. Na asante kwa sababu ya kanisa hili kuwa marafiki zangu. Ninahisi nimeongeza marafiki katika maisha yangu, na I'm so much humbled kwa sababu ya nafasi hii. Ninashukuru Mungu. Thank you so much wazee kwa sababu ya kuniruhusu nihudumu siku hii yenu. Bwana endelee kuwabariki na kuwatenda mambo mazuri. Wale ambao hatukuwa nao mwezi wa June, majina yangu ni Reverend Patrick Mreithi kutoka Kitale. Nafasi hii sikuja na mke wangu, amekuwa na shughuli nyingi na amenipa salamu zake, ni wasalimu, mzipokee katika jina la Yesu. Amen. Sitaki nichukue muda mwingi, tutaendelea kujuana. Niko hapa siku nzima na tutakuwa kwenye ibada pamoja nanyi, na baada ya ibada saa 8 tutakuwa pamoja na wazee, tutazungumza. Na Bishop utaniruhusu saa 8 kwa sababu nimehisi moyo wangu tutakuwa tuna mazungumzo na wazee, hata sitafundisha. Ningelipenda tujuane zaidi, tuzungumze na wao, tuwasiliane. Wamekuwa marafiki wangu. Hivyo nashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Nataka kuleta mafundisho haya kwa ufupi, kwa muda mchache huo ambao tuko nao, na ninataka kuzungumza kuhusu our inner man. Our inner man. Bwana Yesu asifiwe. Utu wa ndani wa kila mmoja wetu. Utu wa ndani. Wakati mwingi tunashughulikia hali zetu za nje, tunashughulikia matakwa yanayohusu maisha yetu ya nje. Lakini kama kuna kitu ambacho kitatupeleka mbali, ni ikiwa mtu wetu wa ndani atakuwa na afya, ikiwa mtu wetu wa ndani atakuwa anaweza kubeba, ikiwa mtu wetu wa ndani atakuwa na sauti zaidi ya mtu wa nje, na ikiwa mtu wa ndani atakontrol maisha yako, uheri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa mtu wako wa nje ana uwezo zaidi ya mtu wako wa ndani, ole wako. Na ninapozungumzia mtu wa nje, usione mtu aliye na afya, pengine aliye na mwili, si afya, aliye na mwili kama wangu useme sasa mtu wa ndani amekonda. Simaanishi hivyo. Namaanisha kwamba mtu wa ndani kuna vile umemlisha, ana uwezo mkubwa. Anaweza kukuambia usipite hapa, anaweza kukuambia usikule hii, anaweza kukuambia usiseme hii, anaweza kukuambia usifanye hivi. Na mtu wa nje atii. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ukitaka kujua mtu wako wa ndani ana afya, ukitaka kujua mtu wako wa ndani ana nguvu, ni wakati ambapo unahitajika kuingia mahali fulani, mahali pale si pazuri, anakuambia usiingie, na wewe mtu wa nje ana salute, anasema nimesikia mkubwa. Wakati huu ujue mtu wako wa ndani ana afya. Mtu wako wa ndani akiwa na afya, masaa ya kuja kwenye ibada hahitaji kurudiwa mara mingi. Sasa tena mchungaji ameanza mambo mengine. Mtu wako wa ndani akiwa na afya, hauhitaji kurudiwa mara mingi, fanya hii, usifanye hii, kwa sababu yeye si wa sheria, yeye ni wa neema. Mtu wako wa ndani wakati wote, Biblia inasema kwamba sasa kwa muda huu na msimu huu sheria haziko kwenye vitabu, sheria zimewekwa kwa mioyo yetu na mawazo yetu. Hivyo katika hatua tunayoifanya, sheria hiyo iliyo kwenye moyo wako inakuambia usipite hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi kwa sababu ikiwa mtu wako wa ndani
ana nguvu na wewe unaingia kwenye makosa, na wacha tuzungumze hii. Wakati wote mtu anapoingia kwenye makosa lazima angalie left, si barabara ana cross, lakini lazima angalie left, angalie right, angalie nyuma, alafu anaingia. Wewe siku nyingine kwa bahati mbaya uone mtu mwenye anaingia kwa lodging na si ati anaingia kwa lodging na mke wake. Lazima angalie mbele, angalie kando, ahakikishe hakuna memba wa kanisa yetu ananiona, hakuna mtu wa familia ameniona, alafu anaingia. Kwa nini? Dhamiri, mtu wa ndani anamwambia ni makosa. Mtu wa ndani anamwambia si mzuri. Lakini yeye mtu wa nje anamwambia kanyaga hatua, twende. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 7 mpaka wa 10. 2 Corinthians 4:7-10. Niwekee nisisome kwa hii Biblia, na kama utaniwekea kwa Kiswahili itakuwa vizuri. Asante. Basi sisi tulio na hazina hii tuko tu kama vyombo vya udongo, ili ionekane wazi kwamba nguvu hiyo kuu yatoka kwa Mungu, wala si kwetu sisi wenyewe. Endelea mpaka mstari wa 10. Daima twapata taabu, lakini hatugandamizwi. Twapata mashaka, lakini hatukati tamaa. Twateseka, lakini hatuachwi bila msaada. Na ingawa tumeangushwa chini, hatukuangamizwa. 10. Kila wakati tumekuwa tukichukua mwilini mwetu kifo cha Kristo, ili uhai wake Yesu pia udhihirike katika miili yetu. Nirudishe katika mstari wa 7. Yaani Biblia inasema, basi sisi tulio na hazina hii, sisi tulio na uzuri huu wa Kristo, katika mwili huu wa udongo pamewekwa hazina iliyo kuu kushinda kingine chote. Katika mwili huu unaogonjeka pamewekwa hazina ambayo haipati malaria. Pamewekwa hazina ambayo haigonjeki katika mwili huu ndani, kama haukujua. Ili wakati unautembeza na kuupeleka mahali ambapo si pazuri, nataka uelewe hii kwamba ndani ya mwili huo wa udongo unaoupea ugali, unaoupea sucha, mwili huo ndani pamewekwa hazina. Pamewekwa kitu cha dhahabu na Mungu wetu. Pamewekwa siri za ufalme, na wewe unahitaji kuzitunza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida tulio nayo, tunatembea lakini hatujaelewa ni nini ambacho tumekibeba ndani yetu. Na hiyo ndio kwa sababu unaingia popote, unataka kukanyaga popote, unataka kusema chochote, na haukujiheshimu kwa sababu haujajua ni nini ulichokibeba ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 na 17. Kwa sababu hiyo hatufi moyo, na hata kama maumbile yetu ya nje yataoza, lakini kwa ndani tunafanywa wapya siku baada ya siku. Hata kama nje mwili utauma, utu ule wa ndani utafanywa upya siku baada ya siku. Hii sizungumzii kila mmoja wetu. Pastor unasema nini? Sizungumzi na kila mmoja wetu, maana mtu wa ndani ili afanywe upya siku baada ya siku kuna gharama. Jambo la kwanza, lazima uwe mtu wa maombezi. You must be a prayerful person, ili
inner man wako ama mtu wako wa ndani afanywe upya siku baada ya siku. Jambo la pili, lazima uwe mtu wa kufunga, fasting. You must be ready to fast. Sitaki kuuliza ni wangapi ambao hufunga kwa wiki, kwa mwezi. Sitaki kuuliza, maana kuna mwingine hata inua alafu mwenzake afikirie na huyu tuko pamoja kweli? Hivyo ikiwa mtu wako wa ndani atakuwa na afya na uwezo na mamlaka, lazima uwe mtu wa kufunga. Jambo la tatu, lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu ili uboreshe siri za mbingu ndani ya maisha yako. Lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu kila wakati. Jambo la nne, lazima upende ushirika. Lazima upende ushirika. Fellowship. Lazima uwe mtu ambaye anatamani kukutana na wenzake, wazungumze, wawasiliane kama vile tunataka kuzungumza na wazee saa 8. Ushirika huo wa mtu kutoa maneno anasaidia yule mwingine, wa mtu kuzungumza mausia anamsaidia yule mwingine. Lazima upende ushirika. Jambo la tano, lazima uwe mtu wa kusacrifice. Lazima uwe mtu wa kujitolea. Sijasema sadaka peke yake, lazima uwe mtu wa kujitolea, sadaka, mwili wako, mambo mengine, sacrifice. Lazima upende sacrifice. Jambo la sita, lazima umpe Mungu nafasi ya kutosha. Lazima umpe Mungu nafasi ya kutosha. Baada ya shughuli zako za kila siku, mpatie Mungu nafasi za kutosha. Na mwisho kabisa, 7, usiruhusu, don't allow toxic in your heart. Usiruhusu sumu ama mambo mabaya katika moyo wako. Usiruhusu yakae ndani mwako. Wacha nikusemee tu mambo matatu, wewe utajiongezea hiyo listi. La kwanza, usiruhusu revenge ndani ya moyo wako. Hiyo ni chini tu ya the toxic that I am talking about. Don't allow the toxic in your heart. One yangu hii ndio naitaja, usiruhusu revenge. Jambo la pili, usiruhusu kutosamehe. Tulizungumza hiyo sana wakati nilikuwa hapa Juni. Usiruhusu moyo usiokuwa na msamaha. Na jambo la tatu, usiruhusu hasira ikutawale. Sasa hiyo list wewe unaweza iongeza mpaka 10. Dani unaweza iongeza mpaka 7. Kulingana na vile unahisi ndani mwako. Ni nini ingine inakaa kama sumu ndani mwako? Bwana Yesu asifiwe. Ndani mwetu kumewekwa hazina. Kwa sababu tayari nimepita hapo, ndani mwetu kumewekwa hazina. Na hazina hii inatusaidia ili kwamba adhama yetu isibadilike. Yaani uzuri wetu usiharibiwe na chochote kile. Kile ambacho Bwana ameweka ndani mwetu kisiongezwe maji kiharibike. Nataka kutumia mfano wa currency ambayo tuko nayo. Leo hii ukiwa na shilingi 1000 ina dhamana yake ya 1000 na kuna vitu inaweza kununua. Na hivyo ndivyo tulivyo kila mmoja wetu mbele za Mungu wetu. Ameweka dhamana, lakini si sawa. Ameweka dhamana, na sijasema cheo, sijasema jina. Nataka unichukue vizuri. Si kwamba pastor ana udhamana mkubwa kushinda wewe. Nipate vizuri. Lakini kila mmoja wetu amepewa udhamana kulingana na vile yeye anaweza kuutunza udhamana huo. Hivyo wengine wetu pengine udhamana wao unaweza linganishwa na 1000,
Wengine wetu pengine udhamana wao unaweza linganishwa na shilingi 200. Wengine wetu udhamana wao unaweza linganishwa na shilingi 500. Sasa si wewe utakaa chini uone wewe unaweza kuwa wapi katika huduma. Bwana asifiwe. Lakini uzuri ni huu, hata kama utapitia katika changamoto, hata kama utapitia katika shida kubwa, hata kama utakanyagwa na watu ujaye matope, noti hiyo itakapochukuliwa, bado udhamana wake unabakia ule uliokuwa wa kwanza. Kuna mtu hajanipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipotoka kwenye vita katika Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza kuendelea, 1 Samuel 30 verse 1, nitaieleza tu kama historia. Anatoka kwenye vita, anakuja na wanaume wengi waliokuwa wameenda na yeye kwenye vita. Walipofika wakapata mji wao umepigwa, moto umewashwa na hakuna kitu kimebakia. Wake zao wamechukuliwa, watoto wao wamechukuliwa, na hata wake wamechukuliwa. Lakini alipofika pale, wanaume wenzake walimbadilika, wakamwambia, wewe, tunahitaji watoto wetu, tunahitaji wake zetu. Je, wewe kama mwanaume, ikiwa wewe ungekuwa Daudi, ungelia na hao? Ungeanza kusema, na si tumekuwa na nyinyi, na si hata wake wangu wameenda, na si mmoja wawili? Si ungeanza kuambia hivyo? Lakini Daudi alisimama akajiita mkutano, akasema, udhamana wangu ni mkubwa kushinda hawa wanaozungumza, na sitasikiliza kelele ninazozisikia. Nitasimama nitafute msaada wangu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Wazee wakati mwingine tunahangaishwa kwa bomba kweli. Acha nizungumze hii, mke wangu hayuko. Siku nyingine tumelala na hatukuwa na chochote, na nikamwambia, niko chini, sina chochote, hata nashindwa shughuli ya kesho itakuwa namna gani. Na tukaenda kulala vile tu watu wanaweza zungumza. Asubuhi msichana wangu ambaye yuko university, kumbe alikuwa ametext mama yake kwamba gasi yangu imeisha, hata nilikuwa ninapika na imeisha. Asubuhi, kwa sababu yeye huamka mbele yangu, nilimwona ameketi hapo mwisho ya kitanda ananitingiza, Njeri hana gas, wewe unafikiria atakunywaje chai? Si umtumie pesa. Na si jana tuliongea nikakwambia, nimefuliza mpaka mwisho, sina chochote kwa simu yangu. But being the father, wewe ukiwa ndiwe baba, lazima uamke kwa hiyo kitanda na suluhisho. Kama kuna kitu mwanaume hautakuwa nacho, ni maneno kama sina, siwezi, sioni kama itawezekana. Kama mzee una maneno kama hiyo, hapo mbele ni kubaya. Sasa ni uamke ndani yako, uanze si kwa mdomo, ndani yako uanze kujiongelesha, na shilingi 1200 ya kuweka gas itatoka wapi? Na hivyo ndivyo Daudi alifanya. Tulikuwa tunazungumza siku nyingine na wazee, tukaulizana, na msaada wa mzee uko wapi? Kwa sababu mama alikuja kwa kitanda akanitingiza, tunataka pesa. Watoto nao hukimbia kwa mama yao, wanamwambia tunataka kitu fulani. Mzee takimbia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema katika Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo ingine si uendelee.
Na hapo katika Sikilagi, wakati ambapo wamepigwa, Daudi anamrudia Bwana, anamuuliza, vitu vyetu vimeenda, mpaka vya hao wanaopiga kelele vimeenda, na hata vyangu Mungu vimeenda, nifanye nini? Na Bwana akamwambia, vifuate na kwa kweli utavipata. Akachukua hatua, akafuata. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wetu uko katika Bwana. Wazee, msaada wetu uko katika Bwana. Na tusiogope, na tusitoroke, na tusijifiche. Tusimame na tuangalie mbele. Leo ni siku ya wazee. Mkisikia ninalemea wazee sana, tafadhali mniruhusu tu. Leo ni siku ya wazee. Wazee, tumesema hakuna jina siwezi, hakuna jina haiwezekani, hakuna jina sijui, hakuna jina sina, hakuna hiyo. Kuna hiyo, sioni kama itafanyika. Hakuna hiyo, ni kuenda mbele, maana msaada wetu uko na Mungu. Zaburi ya 40 mstari wa 1 kuendelea. Nalimngoja Bwana kwa zaburi. Daudi tu ndiye anazungumza, si kwamba alikuwa amepitia mambo rahisi, lakini anasema nalimngoja Bwana kwa zaburi, kwa sababu nilikuwa kwa matope, mke wangu alikuwa amenisumbua, hazungumzi lugha tunayoelewana, hafanyi vile ninavyotaka, hanisikii, hana haja na mimi, ameinua mabawa kunishinda. Bwana, nakungoja kwa zaburi. Na Daudi anasema katika hali hiyo alikuja akamtoa. Sasa nataka nizungumzie hii ya zaburi, kwamba wewe mzee, hapo kwa zaburi ni kumgoja Bwana kwa zaburi. Hapo niruhusuni niseme hii si tabia mzuri, lakini hapo kwa zaburi si pa kwenda kwa mpango wa kando. Hapo kwa zaburi si kwa kujificha wiki 5 hauonekani. Kuna mtu ananikasirikia. Hapo kwa zaburi si pa kuenda na kuingia mashimoni. Hapo kwa zaburi ni kumngoja Bwana. Familia yako ikiwa hapa, watoto wako wakiwa hapa, na machozi yako isionekane, itoke ndio, lakini unaipanguza. Unasema tuko hapa mpaka wakati ambapo Bwana atatutoa kwenye udongo huu, atatutoa kwenye utelezi huu, si muda wa kuondoka. Wazee, Bwana Yesu asifiwe. Wazee ndani ya nyumba, Bwana asifiwe. Tuna uwezo ambao Bwana ameweka ndani mwetu, na si kweli kwamba tunahitaji kutoroka. Si haki kwamba tunahitaji kukataana na mambo haya. Lakini hata hivyo, wale tunaoishi na wao, tafadhali, si tupe tu amani. Tuna mambo mengi. Simzungumze tu vizuri. Pole kama nitasema yenye inakuhusu. Hata kama pesa tumekuwa twingi kushinda twa huyu mzee, bado ndio mzee, na ana baraka zako. Anaweza kukuitania kwa Bwana, anaweza kuzungumza na Mungu kuhusu wewe, na anaweza kusema usibarikiwe na ukose kubarikiwa. Huyo mzee mwenye ako kwa nyumba, hata kama kidogo neema imeshuka na tumakaratasi tukakuwa twingi kidogo kushinda kwa huyu mzee, bado ndio baba kwa hiyo nyumba. Hiyo nazungumza tu polepole, ndio usikatalie hiyo pesa, ukubali kutoa, tutumie, tuache kuumia kwa hii nyumba. Nazungumza tu polepole kama mzee. Bwana asifiwe.
Kubali tu kutoa, iwe wazi, niione, tutumie tu polepole, ili huyu mzee asikufe akuachie jina ingine inaitwa mjane. Bwana asifiwe. Udhamana wa mzee, nimalizie hapo. Udhamana wa mzee haubadiliki kwa sababu amekosa kakitu. Haubadiliki kwa sababu amezeeka. Haubadiliki kwa sababu amefutwa kazi. Haubadiliki. Mtu wake wa ndani ama mtu wa ndani habadiliki. Ni kama kuna mtu hanielewi, na nataka ni demonstrate kitu hapa na pesa kidogo niko naye hapa. Na nitatumia Peter kwa sababu Peter ni rafiki yangu. Hii ni noti ya pesa ngapi? 200 nimeifinya namna hii. Hivyo kama vile tumesoma katika mstari wa 7, wa 8 mpaka wa 9. Yaani tunadhikika, tunafinywa, tunapakwa matope, tunasemwa, tunafutwa kazi, hatuna udhamana, tumezeeka, tumegonjeka diabetes. Sasa chakula yetu si ile watu wengine wanakula. Sasa yani tumefinywa, ni mwili wa nje. Hii sasa nazungumzia mwili wa nje. Sikuli chumvi, usiweke maji mingi, usiweke hiyo. Ndio hii yangu, ikuje bila mafuta, ikuje bila chumvi, ni hii vile nafanya namna hii. Kanafinywa tu, siweke sukari, nini ikue kwa mbali, pilipili isipite karibu na hiyo chakula. Ndio hii. Alafu inatupwa hata chini. Peter, nataka ukuje uichukue, alafu utuambie ni noti ya pesa ngapi. Hata kama utaweza ikanyage kidogo, kwa sababu tunakanyagwa, tunadharauliwa, tunafanywa mambo yote na si wengine, hata ni familia zetu. Hata wanaokanyagwa wengine ni wake zetu, wengine ni familia yetu, wengine ni watoto wetu wanaotukanyaga. Tuambie ni noti ya pesa ngapi? Bado ni 200. Udhamana wake haujabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo huyo mzee hata kama amefutwa kazi, udhamana wake haujabadilika. Niwekea hapo hiyo. Sasa imeshuka kwa hii madhabahu, ni kama basi sasa imekuwa sadaka. Yaani udhamana wake hauwezi kubadilika. Kama tuna swali mtu atauliza ninapomalizia na hii, Isaka anataka kumbariki Esau. Esau huyu hayuko tayari kubarikiwa kwa sababu hakujua udhamana wa baraka. Tayari hapo mwanzo alikuwa ameuza urithi wake, hivyo hakujua udhamana wa baraka. Lakini Isaka anataka kubariki watoto wake. Haoni, hakuwa naona, lakini Rebeka anaona. Rebeka bado no hiokeli ikona ashoke sitting. Yani anaweza kukimbia around. Bado ako na nguvu, anaweza kukimbia town na arudi na Isaka asijue. Lakini bado hakuwa na baraka ya Yakobo na Isaka. Wazee ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Dada zangu, mama zangu, wale warika za mke wangu, nataka nizungumze hii. Wacha kudanganya watoto na kuwavuta upande yako. Kwa sababu udhamana wa huo mzee wa mtu wa ndani hauwezi badilishwa na wewe kuwavuta wamchukie. Pengine siku ingine hamtasikia hii, lakini hiyo ndio ukweli ya mambo.
Pengine bishop akizungumza hii hapa mtamchukia mpaka next week atapata washirika 3. Lakini si mimi jioni ninaweza safiri niende ama kesho asubuhi. Siwacha niwaambie ukweli. Muwekwe huru. Wewe ng'ang'ana kuambia watoto vile baba yenu hata alikuwa na kasichana kengine, na wewe ndio unawaambia. Hiyo ya kasichana kengine kenye baba yanyu alikuwa naye ni yenu wawili. Wachana na watoto, usiwaweke hapo. Pataneni hapo kwa bedroom na si kwa bedroom, pataneni mahali kando, zungumzeni hiyo. Na wewe nilikuona mwingine alikuwa na nywele inaanguka mpaka hapa, mlikuwa mnaambiana nini? Hiyo ambianeni hapo kando. Watoto usiwaweke kwa hiyo, kwa sababu wakati watakapohitaji baraka, baba yao ndiye atakaye wabariki. Hata kama macho yake yamefungana, hata kama hana uwezo wa kutembea, hata kama amefutwa kazi, hata kama hana kazi, hata kama mshahara wake ni 20,000 na wako ni 120,000, una 100 juu yake, bado udhamana wake wa ndani ni 1,000 na yako ni 50. Sijawadharau. Ni 1,000 na yako ni 500. Bado nawapenda wa mama, nawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Tulinde udhamana wetu wa ndani. Tulinde udhamana wetu wa ndani ili tusivunie upepo. Nasema nini? Ili baadaye uwe na kitu cha kukaa chini na kukula. Ili baadaye uwe nafasi ya kukaa chini na kucheza na wajukuu wako. Kwa hiyo miaka. Bwana asifiwe. Utu wetu wa ndani. Tuna swali, maana naamini hii kama vile sisi hufanya kwetu, tunajifundisha alafu tunaulizana swali. Kama kuna kitu ambacho unaona hakikuwa sawa, kwa dakika 5-6 ambazo zimebakia, naona ni saa 3:48 na bado dakika 12 hivi, tuna swali. Na usiogope, hautapewa discipline na bishop. Uliza tu, usiogope. Haya, sasa hakuna swali. Kuna jambo umesikia na unahisi unaweza saidia huyo mwingine, umuongezee. Yaani umtie moyo zaidi. Umwambie kuhusu hii mambo tumesikia ya mtu wa ndani. Nina neno ninasikia, niongezee. Mwingine asikie kama vile nimesikia. Kwa ishara tu ya mkono. Dani, hata wewe una jambo lolote? Dani, tutie moyo basi. Ama utuambie kenye umesikia. Tuambie tu hata kenye umesikia. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa watu wanaangalia wanasema Dano wangukiwa sana. Nataka kushukuru Mungu kwa yale mafundisho tumepata, and especially from the demonstration with the 200 shillings. Dhihirisho ni kwamba sisi kama binadamu, and especially those called by the name of Jesus Christ, there are so many things that we go through, so many challenges. Na kusema ukweli, hata kuna mengine yule wa karibu nawe kabisa hawezi kufahamu, hawezi kujua. Lakini sio wakati wa kufa moyo, sio wakati wa kupoteza dhamana iliyo ndani yangu, kwa sababu kama vile tulivyosomewa neno la Mungu ya kwamba sitakufa moyo, na itategemea mtu wangu wa ndani yuko namna gani. Itategemea nimemlisha na kumtunza
kwa njia gani? Kama mtu wangu atakuwa ndani, mtu wangu wa ndani atakuwa na nguvu, atakuwa na uhai, basi dhamana yangu haitapotea. Na jambo lingine, unapozungumza jinsi ambavyo tunakaa nyumbani, ya kwamba mama ama mke asiwavute watoto kutoka kwa baba ya. Nimalizie kwa kuuliza swali kwa sababu nimepata nafasi. Baada ya watoto kuvutwa kutoka kwa baba, baba yako ni mbaya, baba yako, all those negative things, wewe kama baba inafaa ufanye jambo gani na watoto washapotea na mama? Asante. Tumpigie tu makofi kwa sababu wewe haukuuliza. Watoto wameshaenda, na sana sana si hawa wadogo wenye tuko nao, si akina Joshua. Kuna rika ingine iko hapo ya Gen Z wenye wameanza kuelewa, akina Joy, hawa rika hiyo, hawa ndio wanaelewa. Sasa tumeitwa twende tukae karibu na mama. Baba si mzuri, baba alifanya, baba hata hakuwapea pesa. Dan, nakubaliana na wewe, tunalipanga fees kwa simu wazee sana, ama tunatumana, lakini mwenye anapeleka ni mama. Na akifika huko anasema hata nimeng'ang'ana, baba yenu nilimuuliza kaniambia hana kakitu. Saa zingine nikifikiria hivyo napelekanga fees mwenyewe. Saa zingine nikifikiria hivyo visiting naendanga mimi mwenyewe, tunakaa na yeye chini kwa hiyo kikoi, nachukua muda wangu nazungumza naye nikifikiria hivyo, kwa sababu wakienda wanasemanga hata baba yenu hananga muda na nyinyi. Mimi nimeona tu nikuje kwa sababu ni mimi tu niko. Na sasa swali ni hili, wewe wameenda, tufanye nini? Si mtu atusaidie kabla sijazungumza. Hata wamama mna ruhusa ya kusema hii. Wazee, watoto wakienda, wazee wafanye nini? Si mtu atusaidie kwa ishara ya mkono. Mtu atusaidie. Wewe unafikiria tufanye nini? Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niseme ya kwamba wamama, usikubali kuwa na watoto. Hiyo mzigo hutaweza. Mara ya kwanza hutaweza, na ya pili hauna baraka za hao watoto. Usijidanganye. You have no blessings to those children. Remember, baraka za mtoto wako ziko na baba yake. Hata ukiwa juu wapi ama mzee akuwe chini wapi, you have no blessing. Hauwezi bariki mtoto. Kwa hivyo kama mama unapenda mtoto wako, tafadhali usikubali atoke kwa baba yake. Mshikamanishe maishani yake yote na baba yake, maana baraka zake ziko kwa baba yake. Na kama swali ni hili, na kama huyu mzee, huyu mama hana hekima kama yako, bado amewashikilia, huyu mzee afanye nini? Hilo ndilo swali. Hilo mzee tu, kama vile tumesoma maandiko katika Zaburi ya 40 ya kwamba amngojee Bwana. Kwa Zaburi amngojee Bwana na si walaani watoto wake. Situmpigie huyo mama makofi. Nilikuwa nataka kusikia kama sisi wote tumekuwa kwa Bible study, kwa sababu nilisema tumngoje Bwana kwa Zaburi, kwa wakati wake atawarejesha. Na katika Zaburi hiyo nilitoa tahadhari, usiende kwa mpango wa kando, usioe bibi watatu. Nimeruka wa pili, usioe wa pili, usijifiche mahali, usirevenge.
si revenge. Toa msamaha, moyo wako uwe sawa, na hiyo ndio kumngoja Bwana kwa zaburi. Moyo wako uwe sawa, na kama vile Zikilagi Daudi alifanya, mwambie Bwana katika maombi, nikifuata nitapata. Bwana asifiwe. Watoto wameenda kwa mama yao, Bwana nikifuata nitapata. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kabla ya kufuata, nataka hata wewe naye ujiulize, na mimi mzee hapa nyuma, kahistoria kangu kanakaa namna gani? Maana ninaweza kuwa ninatetea wazee wenye hapa nyuma tu historia twao tuna shaka, na sasa hii ni ka punishment unapatiwa. Sasa ona tena wazee wameanza kunichukia. Inaweza kuwa hapo nyuma wewe naye kuna mambo 1 2 3 4 ulikuwa unafanya. Ulikuwa na mwingine mwenye nywele yake inagonga namna hii mpaka hapa, na ukawachana na huyo ukachukua mwingine. Ulikuwa unaingia saa 6 wasikuulize swali. Ulikuwa unakaa siku 2 na sitaki kuulizwa nimekuwa wapi. Hapo nyuma. Bwana asifiwe. Hapo nyuma. Naongea polepole juu bado nahitaji hawa wazee mpaka saa 8. Hapo nyuma kuna tu historia ulikuwa umeandika. Sasa hapa kuna tu mambo sasa unalipia. Hivyo kwanza mwambie Bwana nisamehe, kuna mahali nilikosa hapa nyuma. Hata kusamea, na udhamana wako bado haujaharibika, bado wewe ndio baba ya hawa watoto. Atakusamehea, na baada ya kukusamehea chukua hatua ya kumwambia Bwana, wewe ndiye mchungaji wangu, sitaogopa chochote. Mstari wa 4 anasema gogo lako na fimbo yako itanilinda, itanihifadhi, itaniongoza. Enda pamoja na mimi ninapokungojea kwa zaburi. Si Bwana awabariki. Sitaki kabisa kupitisha muda, unless kuna swali ambalo ama kuna jambo ambalo unahisi lazima hili nizungumze. Nikupatie hiyo dakika 2 ambayo nimebakisha. Kuna mtu ana jambo, kuna mtu anataka kujitetea, kuna mtu anataka kufundisha mwingine. Moja wa mwisho. Haya, siku hiyo ingine kumbe nitakuwa nataja, maana nimeona hatutaki kusema, na kwa moyo kuna kitu unasikia kinataka kuzungumza lakini hautaki kusema. Si Bwana wabariki. Tusimame kwa miguu yetu. Baba wetu na Mungu wetu, katika dunia hii tunapitia mambo mengi. Katika dunia hii tunadhihakiwa, tunakanyagwa, tunapitia masengenyo, tunapitia kushushwa moyo, tunapitia hata talaka, tunapitia matusi. Lakini Bwana, ombi langu asubuhi ya leo katika ibada hii ambayo umetupa Mungu wetu na Baba wetu, tumezungumza jinsi ya kuboresha mtu wetu wa ndani. Ombi langu ni kwamba Bwana, udhamana ulio katika mtu wetu wa ndani usibadilishwe na chochote. Isiwe njaa, isiwe kilio, isiwe taabu itakayobadilisha udhamana wa mtu wetu wa ndani. Tusaidie Bwana kudumisha udhamana huo katika jina la Kristo Yesu. Na wale ambao wamejipata katika hali ya utelezi na matope kama Daudi alivyosema katika Zaburi ya 40, Bwana ninaomba asubuhi ya leo wanapokungojea kwa zaburi, inua miguu yao iweke juu ya mwamba, ili kwamba Bwana na wao wawe na wimbo mpya ndani ya vinywa vyao na mioyo yao, kwamba Bwana umewatendea baada ya kukungojea kwa zaburi. Ninaomba ombi hili liwe hai ndani ya maisha yetu kila mmoja wetu, na wale wanaopitia kwa hali kama hii Bwana warehemu, wasaidie.
Mungu wetu na Baba wetu, ninaomba msamaha kwa niaba ya dada zetu ambao pengine wamevuta watoto wao upande wao. Mungu wetu na Baba wetu, kama vile tumevizungumza, wape hekima ya kuachilia watoto hao ili na pia wapate baraka kutoka kwa baba zao. Kristo Yesu, wewe ni mwenye rehema na neema. Asante kwa sababu umekubali kuzungumza nasi. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Tunapoendelea na ibada hii, uwepo wako usituache. Endelea kuwa pamoja nasi, tuhisi wingu la uzuri wako, tuhisi uwepo wako, tuhisi uzuri katika mioyo yetu wa kututembelea. Asante Mungu wetu, maana umetusikia. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Na ni katika jina la Kristo Yesu ninaomba na hata kuamini. Tumshangilie Bwana kwa makofi wakati Bishop anakuja kutamatisha session hiyo katika jina la Yesu.